Siku hii ya leo ya tarehe 3 Januari, dunia imeshtushwa na taarifa juu ya Marekani kwenda kumteka rais wa nchi huru ya Venezuela anayeitwa Nicolas Maduro kinyume cha sheria za kimataifa. Ninaitwa Robin Rachel kutoka Ishi Media. Pengine kuna wengine hawamfahamu vizuri rais huyu wa Venezuela. Sasa nisikilize kutoka hapa Ishi Media, channel ambayo inakuletea habari mbalimbali za kimataifa kwa undani zaidi. Ni kuelezee Nicolas Maduro ni nani. Alizaliwa tarehe 23 Novemba mwaka 1962 pale Caracas, Venezuela, na jina lake halisi ni Nicolas Maduro Moros. Moja ya vitu ambavyo watu wengi hawafahamu ni kwamba Nicolas Maduro si rais msomi, hana historia ya kwenda chuo kikuu, na hii ni jambo ambalo huwa linashangaza wengi, lakini pia ni jambo ambalo wengi huwa hawalifahamu, kwa sababu watu wengi huwa wanaamini kwamba hauwezi kuwa rais wa nchi pasipo kwenda shule, yani pasipo kuwa msomi sana, labda kuwa na degree au masters au hata PhD. Lakini Maduro ameweza kuonyesha ulimwengu kwamba unaweza kuwa rais hata kama hauna historia ya kuwa uliwahi kwenda chuo kikuu. Na hii inadhihirisha kwamba uongozi ni kipaji ambacho mtu anazaliwa nacho. Ndio maana hata zamani wafalme wetu wa Afrika hawakusoma, lakini waliweza kuongoza, kwa sababu mfumo wa elimu ni mfumo ambao tumeletewa na watawala wetu, lakini shujaa ni yule ambaye tayari anafahamu jinsi ya kuongoza watu wake, lakini pia anafahamu utu juu ya watu wake na nini watu wake wanataka. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo amejaliwa pia Nicolas Maduro. Alijua watu wake wa Venezuela wanataka nini na akaweza kuwaongoza kwa muda mrefu. Wengi kia dhana ya kwamba kama mtu hajaenda chuo kikuu basi hawezi kupata kazi nzuri. Kwa hiyo pengine utajiuliza, kama Nicolas Maduro hana historia ya kwenda chuo kikuu, je, alifanya kazi gani? Nicolas Maduro alikuwa ni mwananchi wa kawaida pale Venezuela ambaye alikuwa anafanya kazi ya udereva katika mabasi ya umma. Kwa hiyo kwa nchi kama zetu tunaweza tukasema alikuwa labda dereva wa daladala au dereva wa mabasi ambayo yanamilikiwa na serikali, lakini mabasi ya umma. Kwa hiyo alikuwa ni mwananchi wa kawaida mwenye kipato cha kawaida. Akiwa dereva wa mabasi alipitia hali zote ambazo wanapitia wananchi wengine wa kawaida pale Venezuela. Venezuela ni nchi ambayo imebarikiwa utajiri mwingi sana wa mafuta. Hii ni nchi inayoongoza kwa kuwa na hazina kubwa ya mafuta kuliko nchi zote duniani. Lakini nchi hii ni nchi ambayo ni moja ya nchi masikini duniani, na watu wake ni watu maskini na wanaishi kwa tabu, na tabu hiyo ndio ambao pia alikuwa akiipitia rais huyu wa Venezuela Nicolas Maduro. Hali hii ilimtia simanzi na aliumia sana moyo kuona kwamba kwa nini wanateseka na maisha wakati nchi yao ina maliasili nyingi sana. Nchi yao imebarikiwa mafuta mengi sana, lakini mafuta yao walikuwa wakifaidi wazungu na si wa Venezuela. Hapo ndipo Nicolas Maduro alipoamua kuanza kuingia katika harakati za kutafuta haki, na akajiunga katika vyama vya wafanyakazi, lakini baadaye pia akaanza kujiunga na mambo ya kisiasa, hasa mlengo wa kushoto, mlengo ambao unajali zaidi usawa kwa wote kuliko kujali kufaidika kwa wafanyabiashara peke yake, huku watu maskini wakiendelea kuteseka. Kutokana na harakati zake hizo za Nicolas Maduro za kupenda usawa kwa wote kwa wananchi wa Venezuela, alikutana na rais wa Venezuela, alikuwa akiitwa Hugo Chavez, na ilikuwa ni miaka ya 90. Chavez alimuona Nicolas Maduro kama kijana mtiifu asiye na tamaa, na Hugo Chavez kwa kuwa alikuwa ni mbobezi wa kisiasa akaamua aanze kumlea Maduro kisiasa. Mwaka 1996 mpaka mwaka 2006 Nicolas Maduro akawa mbunge pale Venezuela, nafasi ambayo aliitumia vizuri, na sera zake kuu ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wa Venezuela wanapatiwa haki zao na wanaweza kuwa na usawa na si kupendelewa kwa watu wachache. Mwaka 2006 mpaka mwaka 2013
Nicolas Maduro akachaguliwa kuwa waziri wa mambo ya nje na Hugo Chavez, na huyu ndo alikuwa waziri wa mambo ya nje aliyehudumu kwa muda mrefu sana chini ya serikali ya Hugo Chavez. Hugo Chavez alimchagua kuwa waziri wa mambo ya nje ili ampike kwa ajili ya kumwandaa kuja kumrithi kiti cha urais siku moja. Na baada ya hapo Hugo Chavez alikuja kumteua kuwa makamu wa rais wa hapo Venezuela mwaka 2012, na hapo sasa ndio safari yake ya kuwa rais ikawa inazidi kunukia. Mwaka 2013 Hugo Chavez alifariki dunia, na katiba ya Venezuela inasema rais akifariki dunia, makamu wa rais ndio ambaye atashika serikali kwa mpito. Hivyo Nicolas Maduro haraka sana akawa rais wa Venezuela, rais wa mpito. Na baada ya hapo uchaguzi uliandaliwa Aprili 13 mwaka 2013. Kumradhi, mwezi Aprili mwaka 2013 Nicolas Maduro akachaguliwa kuwa rais wa Venezuela, na nafasi hiyo aliishika kwa muda mrefu sana mpaka Januari 3 siku hii ya leo alipoondolewa. Yapo mengi watu ambao hawayafahamu kumhusu Nicolas Maduro. Endelea kutembelea channel yetu pendwa ya Ishi Media, utapata kusikia mengi zaidi katika video zetu zinavyofuata. Mimi ninaitwa Robin Rachel kutoka Ishi Media.